Bwana, mnyama mkali Simba Sports Club wameendeleza kile ambacho huwa wanakifanya mara nyingi katika michuano hii ya kimataifa. Katika wakati ambao Tanzania tunawakilishwa na timu 4, katika wakati ambao mwakilishi mmoja wa Champions League ambaye ni Young Africans kaenda kupoteza dhidi ya timu ndogo of course kwenye kandanda ya Afrika kwa maana Silver Strikers, jana wamepoteza bao 1-0, wakati ambao Singida Black Stars na wenyewe wanashindwa kuifunga timu ndogo kama Flambeau Center. Of course, ninaposema timu ndogo na maanisha hadhi ya wachezaji wa Singida na hadhi ya wachezaji wa Flambeau Center. Matokeo ya sare ya bao 1-1, of course sio matokeo ambayo yalitarajiwa, na mind you kwamba goli la Singida ni goli ambalo amelipata Flambeau Center ni goli la mchezaji moja kwa moja, ni goli la kunyoosha kidole, kwa maana ya Singida wangestahili kupata hata ushindi ile mechi, lakini wameshindwa kutumia hiyo faida. Ni wakati ambao Azam FC wamepata ushindi wa magoli 2-0 wakimfunga KMKM. Ndio wakati ambao mnyama mkali Simba Sports Club anakwenda kuchora margin yake tofauti kabisa. Mechi yake ndo mechi ya mwisho kuisha, ndio mechi ambayo imekwenda kuzaa mabao mengi zaidi, kwa maana ya mabao 3-0. Ndio mechi ambayo bendera ya taifa imepeperushwa kwa mapana zaidi ukilinganisha na mechi nyingine. So hiki ni kile ambacho Simba wamekifanya, ni muendelezo wa makali yao ambao wamekuwa wakiyafanya. Hapa mara kadhaa tulikuwa tunazungumza juu ya Simba na timu za huko Kosafa au ukanda wa Sadiki kwenye kandanda. Simba amekuwa akifanya vizuri mara nyingi anapokutana na hizi timu za mataifa ya namna hii kama Eswatini, amekuwa akitoa dozi. So kwa kile ambacho Simba amekionyesha, sehemu kubwa kabisa ambayo utaenda kupoint kwamba ubora wa Simba uko wapi, moja kwa moja unakwenda kuigusa technical bench, na hapa tunakwenda kuangalia Simba ya Dimitar Pantev kwa mara ya kwanza. Tumeiona live full match, kitu gani ambacho wako nacho special ambacho Dimitar Pantev amekileta ndani ya kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kabla ya yote niwakumbushe kwamba kwa wale wote ambao mnahitaji spare za pikipiki, za guta na bajaji, basi chimbo la kupata hivyo vitu, kwa maana hizo spare, ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai, mtaa Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo. Bei zake ni nzuri, fika pale, namba za simu nimekuwekea hapo chini. Na sasa tunakwenda kumwangalia mnyama. Ukiangalia kwa undani sehemu kubwa ambayo Dimitar Pantev amefanikiwa, unaona kabisa kwamba zile mechi 2 za kirafiki ambazo alicheza dhidi ya Al Hilali, kuna kitu ambacho alikuwa anakiandaa kuelekea katika hii mechi dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Ukiangalia uteuzi wa wachezaji, ukiangalia mfumo ambao aliutumia katika mechi zote 2, mechi ambayo alicheza kirafiki Meja Jenerali Samuel na mechi ambayo alicheza Gymkhana, ni mechi ambayo amekwenda na idadi kubwa kabisa ya viungo. Tena ile mechi ambayo alicheza na kushinda ndo alikwenda na viungo takriban 6. Yes, ukiachana na walinzi 4, mbele yake kulikuwa kuna viungo 6. Baadaye katika mechi ya pili ambayo alicheza Gymkhana, alikwenda na viungo 5, mshambuliaji wa mwisho mmoja Selemani Mwalimu. Leo tena kaopti kwenda kama alivyoenda katika mechi ambayo alicheza Gymkhana, yani uteuzi wa wachezaji ni ule ile mechi ambayo alipoteza kwa margin ya mechi ambayo amepoteza kwa margin ya mabao 4-1, mechi ambayo iliongelewa maeneo mbalimbali kwamba kwa nini Simba anapoteza kwa margin kubwa namna hii dhidi ya Hilali. Ndio selection ambayo kocha ameifanya. Mabadiliko ni kwenye goalkeeping. Yes, kwa maana ya ile mechi alicheza Hussein Abel, kwa maana kile kikosi ambacho kilianza ilikuwa ni Hussein Abel, lakini leo tumekwenda kumuona akicheza Yakubu Suleiman. Kwa hiyo mbali na hapo, almost ni wachezaji wale ambao waliwatumia, na eneo nyeti ambao tulikuwa tukijadili mara nyingi ilikuwa ni safu ya kiungo cha ulinzi, eneo ambalo kwenye mechi ya Gymkhana ambao walipoteza dhidi ya Hilali
alikwenda na Nabi Kamara kucheza kama kiungo wa ulinzi. Mimi binafsi nilisema hii ni miongoni mwa vitu ambavyo kocha anatakiwa kuviangalia, kucheza na kiungo mmoja wa ulinzi. Kiungo wenyewe anaonekana kuwa na kaliba ya ushambuliaji. Sasa kikosi kile kile leo kimekwenda kucheza na Nsingizini Hotspurs, wamepata ushindi wa mabao 3-0. Teki ni nini? Maana yake ni kwamba Dimitar Pantev, kitu ambacho naamini akikutana na timu kwenye mashindano, timu yenye kaliba ya Hilali, yani timu kubwa, sidhani kama anaweza kuopti kucheza na kiungo mmoja wa ulinzi ambaye ni Nabi Kamara. Sifikiri hilo, ila anapocheza na timu za daraja kama la Nsingizini Hotspurs anakwenda kucheza na viungo wengi wenye kaliba ya kushambulia maksudi, na ndio maana alikuwa tayari kwenda kugambo hata kama atapoteza mechi dhidi ya Hilali ile ya pili ya Jimkana, lakini aandae kikosi chake kwa mujibu wa mpinzani, yani according to opponent, namna gani anacheza. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba ile mechi ya Hilali ilikuwa ni mahususi ya kujiandaa na mechi ya mbele yake ambayo ni mechi hii dhidi ya Nsingizini Hotspurs. So mpaka sasa ukiangalia kwa picha ambayo ametuonesha ya Simba yake ambayo imecheza kwenye uteuzi wa wachezaji na style of playing, huu ni upande mmoja. Nasubiri kuona napokwenda kucheza na timu zenye kaliba yake, yani timu zenye hadhi kama ya kwake kwenye mashindano makubwa, maybe kwa mfano kama hapa nyumbani kwa maana ya ligi ndani akaenda kucheza na timu kama Azam, na hivi karibuni tu wanakwenda kucheza mwezi ujao tu hapo Simba na Azam wanakwenda kukutana mechi dhidi ya Singida Black Stars au Young Africans mwezi Disemba. Ni aina ya wapinzani ambao wanataka kumuona pia kocha anakuja na mpango gani, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa kwenye group stage atakuja na mpango gani, lakini kwa sasa huu mpango wake umeonekana kufanya kazi. Sasa je, how flexible atakuwa kwenye mechi nyingine zenye wapinzani wa kaliba yake? Bila kuwadharau au kuwadogosha, Nsingizini Hotspurs ni timu nzuri, ni timu yenye wachezaji wengi wazuri, ni timu ambayo inacheza kandanda safi, lakini mzani wa Simba ni mkubwa zaidi ukilinganisha na wao. Kwa hiyo hata yale mabao 3-0 Nsingizini Hotspurs kuruhusu sio story kubwa sana kwa Simba, kwa sababu ni matokeo ambayo Simba yako ndani ya uwezo wake, yani matokeo ambayo ana uwezo wa kuyapata. Kwa hiyo hata kile ambacho kimetokea watajipongeza Simba kwa matokeo ya ushindi, lakini haiwezi kuwa story ya wao kuanza kujisifia kwamba wamemfunga Nsingizini goli 3. Hapana, ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wao na ni daraja lao. Sasa kwenye kikosi chake, miongoni mwa vitu ambavyo binafsi vimenivutia ni namna ambavyo ana quick reaction, namna ambavyo anafanya matendo ya haraka uwanjani. Ukiangalia kikosi ambacho kilianza kwenye kipindi cha kwanza alikuwa anacheza na viungo takriban 5, ukiachana na Selemani Mwalimu, viungo wengine 5, yani ukiachana na ule mstari wa ulinzi kwenye 4-3-3 yake. Hapa mbele alikuwa na viungo 3 ambaye ni Nabi Kamara, alikuwa na Neo Maema, alikuwa na Joshua Mutale. Kule juu alikuwa na Ahwa, alikuwa na Mpanzu. Hao tayari ni watu 5. Lakini pale katikati kuna Selemani Mwalimu ambaye kimsingi huyu ni standing striker, ni mshambuliaji wa mwisho. Sasa basi lengo ni nini? Lengo kuingia na mpango ule ni kuwa dominate wapinzani, kuwa outnumber katika eneo la midfield. Yani anakuwa na wachezaji wengi ambao ni wasumbufu, ni wachezaji ambao wanaweza kupiga pasi nyingi za kuwa outshine katika eneo la midfield, yani kuwazidi maarifa Nsingizini Hotspurs katika eneo la kiungo. Hiyo ndio ilikuwa plani na well done. Homework yake ilifanikiwa, alicheza vizuri sana katika safu hiyo ya kiungo. Ni safu ambayo ilitengeneza baadhi ya nafasi, ingawaje akaja kutumia moja katika set pieces na akaja kuifunga Wilson Nangu. Katika kipindi cha pili akafanya reaction ambayo kipindi cha pili tumeiona Simba tofauti. Ukitrace vizuri utaona kwenye kipindi cha kwanza Simba ilikuwa akipata mpira wanaanza moja, wanaanza pasi taratibu, wanaondoka katika lango la mpinzani. Katika kipindi cha pili alireact muda ambao Nsingizini Hotspurs wanajibu kimbinu, wanakuja kutaka kulishambulia lango la Simba kwa nguvu yote. Ndio muda ambao Dimitar Pantev aliopti kumuingiza Kibu Denis Prosper, akamuingiza Jonathan Soa pia, na ile combination ya wachezaji wale wawili pamoja na Morris Abraham katika safu ya kiungo. Of course Abraham ni mwepesi, ana uwezo wa kureact kwa haraka pia kutokana na umri wake. Ni
watu watatu ambao walikwenda kubadilisha kabisa mpango wa Simba katika transition. Yani ilikuwa wakichukua mpira Simba katika midfield, wanawasubiri wale waje, wakishachukua mpira ule wanafanya transition au movement za haraka, mikimbio ya haraka kwenda katika lango la mpinzani, na mikimbio hiyo imezaa mabao yote mawili. Yani kile ambacho nakizungumzia ni impact ya mabao yote mawili ya kipindi cha pili. Bao ambalo Jonathan Soa alitenga kwa Kisegwato likamkuta Kibu Denis, alireceive kwa mguu wa kwanza, mguu wa pili akaja kuscore. Lakini pia bao la pili pia ambalo Morris Abraham alipoka mpira hapa katikati baada ya kupigwa electrical pass za haraka, Simba alipiga 3 kwenye triangle, alafu Morris Abraham akaweka mpira through ball, akakutana nao Kibu Denis na wenyewe pia akaenda kumalizia. Lakini wakati Kibu Denis anamalizia, hiko nitakuja kukwambia kuna kitu hapo kingine ambacho ni cha tatu, nitakuja kukwambia. Kibu Denis kaenda kumalizia ule mpira, maana yake kuna quick reaction, kuna matendo ya haraka ambayo Simba wanayafanya, ambayo aliyafanya. Sasa ile maana yake kocha anakuonesheni kila upande kwamba kwenye kipindi cha kwanza ilikuwa ni kama ilikuwa ni kama mpango wa kwenda kuwazuia Nsingizini, ndio kipindi cha kwanza, kwamba wanakwenda kucheza na namba kubwa ya midfielders, idadi kubwa ya viungo. Lakini katika idadi kubwa ya viungo hawa, lengo ni nini? Ni kuwafanya Nsingizini Hotspurs wasiwe na uhuru, wasiwe na namba kubwa ya viungo, wasije kucontrol midfield, kwa sababu principle inasema ukitaka kushinda mechi ya mpira wa miguu basi control game. Ukitaka kucontrol game, control midfield. Yani ukicontrol midfield maana yake umecontrol game. Kwa hiyo Simba Dimitar Pantev aliopt kuwa na viungo wengi maksudi kwa ajili ya kuicontrol mechi na alifanikiwa katika hilo. Sasa katika kipindi cha pili ilikuwa ni kipindi cha kwenda kuidestroy, yani anakwenda kuivunja mechi. Kipindi cha kwanza alifanikiwa kupata goli la kichwa, kipindi cha pili anakwenda kuisambaratisha mechi. Ndicho ambacho alikifanya. Movement za haraka ambazo wachezaji wake walizionyesha zilikwenda kuwa na athari kubwa katika lango la wapinzani na wakafanikiwa kuandika hayo mabao mawili kwenye kipindi cha pili ambayo total yalikwenda kuua mechi. Sasa magoli mawili yote ya Simba ambayo yamefungwa kwenye kipindi cha pili, kipindi ambacho Simba ameonekana kuwa threat zaidi baada ya reaction, na kocha mzuri siku zote ni yule kocha ambaye ana react, unajibu kwa mujibu wa mpinzani namna ambavyo anacheza, inabidi umjibu, na miongoni mwa vitu vya kujibu ni pamoja na substitution. Mabadiliko unayoyafanya yanakwenda kuleta athari ya moja kwa moja. Dimitar Pantev, mabadiliko ambayo aliyafanya yamekwenda kuleta athari ya moja kwa moja, kwa maana wameingia watu watatu pale juu, ukiachana na Yusuf Kagoma ambaye alikuja kuongeza nguvu katika kiungo cha ulinzi, na hapo kuna teki nyingine. Lakini wachezaji watatu ambao wameingia, kwa maana ya Morris Abraham, ameingia Jonathan Soa, ameingia Kibu Denis Prosper, wote watatu wamekwenda kuhusika na mabao. Maana yake ni kwamba mpango wa kocha alichokiona kwamba Morris Abraham anaingia kwa ajili ya transition kwenye eneo la midfield, aichezeshe timu, lakini Jonathan Soa anaingia kwa ajili ya kwa grab, yani anakuwa na namba kubwa ya wachezaji, walinzi watamwekea concentration kwa sababu yeye ni striker, na hapana shaka Nsingizini Hotspurs itakuwa wamefanya research yao kumjua nani mchezaji hatari. Kwa hiyo huyu itakuwa walikuwa wanajua kabisa kwamba Soa ni miongoni mwa wachezaji hatari, na Kibu Denis alikuwa anachukua spaces nyingine, yani anakuwa kama free role, ambaye wakati unamzingatia Jonathan Soa, Kibu Denis alikuwa ndo anakwenda kuamaliza magoli yote mawili. Soa goli la kwanza anapiga kisigino, anakwenda pembeni huko, alikwenda na namba ya walinzi, Kibu Denis akawa free akaenda kuscore. Goli la pili Soa amepitishiwa mpira, Kibu Denis, Soa alikuwa na walinzi, anaiombea mali kwa pembeni, maana yake anapoteza concentration ya walinzi wasimbughudhi Kibu Denis, wakijua kwamba Kibu Denis atapiga mpira huku, na Kibu akafanikiwa kuifunga goli. Kwa hiyo ni matukio mazuri ambayo Dimitar Pantev amejaribu kutuonesha. Lakini sasa ile teki ya kwanza ambayo nilisema nitakuja kuizungumzia, magoli yote mawili ambayo wamefunga, Kibu Denis kafunga akiwa na option ya pili. Goli la kwanza kafunga, kaupokea mpira akawa ametana, amegeuka, kabla haja shoot pembeni yake ilikuwa tayari kuna kiungo mwingine wa Simba anapita ambaye angeweza kumwekea na angescore. Yani ilikuwa inawezekana. Kwa hiyo ilikuwa yeye na option ya kwanza, option ya pili ni kiungo wa Simba mwingine ambaye alipita mbele yake. Lakini kwenye goli jingine la pili alikuwa na option ambayo ilipitishiwa through ball kutoka kwa Morris Abraham. Alikuwa na option ya Jonathan Soa, na mwenyewe pia alikuwa anaomba akili attack box. Kwa hivyo ilikuwa ni option nyingine, alikuwa na uwezo kuscore mwenyewe au kumwekea Soa Jonathan aweze kuscore, lakini akafanikiwa kuscore magoli yote mawili. Kwa hiyo ni teki kubwa sana ambayo Dimitar Pantev anatuonesha. Sasa
Leo tunazungumza haya kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza tumemwona kocha, lakini ndio upande wa kwanza ambao tumeangalia kwa maana ya mpinzani ambaye amecheza naye kwa maana ya Nsingizini Hotspurs. Hatujui akikutana na mpinzani wa daraja lake atareact vipi, atajibu vipi. Hapo ndo tunatamani kuona itakavyokuwa, lakini leo pia baada ya kuona Nsingizini Hotspurs kipindi cha pili unajaribu kuja, alimuintroduce Yusuf Kagoma. Kumuintroduce Yusuf Kagoma, huyu ndo typical defensive midfielder, manake aende kulinda pale katika safu ya kiungo cha ulinzi, na ni mpango ambao ulifanikiwa kwa 100% kwa sababu hawakuruhusu nyavu zao kutikiswa. So hiyo ndo teki kubwa ambayo nimeiona kwa upande wa Simba kwa kile ambacho wamekionyesha, na tunasubiri. Leo ndio ilikuwa mechi ya kwanza, tunasubiri, lakini pia kuna session nyingine tutakuja kumwangalia Dimitar Pantev katika angle nyingine, hususan kwa kile ambacho amekifanya kuanzia timu kuanzia kwenye management yake, tukienda katika uteuzi wa vikosi vyake ambavyo anacheza nao, aina ya wachezaji, kitu gani ambacho anakiongeza ndani ya Simba. Ni session ambayo tutakuja kuiangalia pia wakati mwingine, but so far tunapozungumza ni mnyama Simba Sports Club ndiye ambaye ameonyesha utofauti zaidi katika michuano hii ya CAF kwa timu zote kutoka Tanzania. Sasa kwenye comment section hapo, wewe kwa upande wako umeonaje Pantev Ball? Umeionaje? Umeona ni mpira mmoja wa hatari sana, au bado kuna madhaifu ambayo unayaona yanatokea kwa wingi ambayo angeongezea au aboreshe zaidi? Wewe umeonaje? Unaweza kumrate hapo chini au juu ya 10? Yes, unaweza kumpa labda 9 ya 10, 8 ya 10 hivyo. Weka comment yako hapo kwenye comment section, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.